Karibu tena asubuhi ya leo katika kipindi cha tafakari ya neno la Mungu. Siku ya leo nataka niseme na wewe kidogo, alafu nataka niombe. Leo nataka nikuombee nguvu ya wokovu wa Bwana kwenye maisha yako. Nguvu ya wokovu wa Bwana kwenye maisha yako. Kwenye Injili ya Luka sura ile ya 19 na ule mstari wa 8 na wa 9. Tusome kidogo Injili ya Luka sura 19 mstari wa 8 na wa 9. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Mungu alibariki neno lake. Amen. Ndugu msikilizaji, nimekwambia leo nataka niombe nguvu ya wokovu wa Bwana kwenye maisha yako. Wakati mwingine unaweza ukawa uko kwenye mazingira fulani, kwenye maeneo fulani, ama umepita kwenye maeneo fulani na watu wakakutazama vibaya kabisa, na watu wakakutazama kama wewe ni mtu ambaye haufai kabisa mbele za Mungu, haufai kabisa. Ni kama Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, ni mtu mtoza ushuru, ndizo kazi zake. Na akiwa kule Yeriko, Yesu anakutana naye. Yesu anamfuata. Yesu anataka aingie nyumbani mwake. Zakayo alitazamwa kama ni mtu asiyefaa kutokana labda na kazi yake. Alitazama kama mtu mzurumati, anazurumu watu, anawanyang'anya watu. Ndio maana alisema kwamba ikiwa nimenyang'anya mtu kwa hila namrudishia. Kwa hiyo Zakayo kwa mtazamo na pengine kwa maisha yake alivyokuwa natazama na maisha yake alivyokuwa naishi kutokana na kazi yake, ndiyo alikuwa mzurumati, anazurumu watu. Lakini naye Yesu anasema huyu ni mwana wa Ibrahimu, anastahili wokovu wa Bwana. Anasema kwamba leo wokovu umeingia nyumbani mwake. Na leo naposema na wewe hapa, haijalishi unapita kwenye mazingira yapi, unatazamwaje, unasemwaje, ukiamini kwamba wokovu wa Bwana leo umeingia nyumbani mwako, na umeingia nyumbani mwako kabisa. Ukisoma kwenye waraka ule wa Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 14 na 15. Mstari wa 18 anasema kwamba mtu wa kwenu akiwa hawezi na aite wazee waombee. Mstari wa 15 anasema ya kwamba kule kuomba kwao kwa imani Mungu anaweza kumuinua huyo mtu hata kama ametenda dhambi. Na ndio maana nimesema leo na kuombea nguvu ya wokovu wa Bwana, nguvu ya wokovu wa Bwana kwenye maisha yako, kwamba Mungu anaweza kumuinua mtu hata kama ametenda dhambi. Kwa nguvu ya maombi tunapoomba mahali hapa napokuombea wewe, na wewe ukikiri haya maombi, hata kama umetenda dhambi, dhambi imekaa ndani yako, inaweza kuondoka. Sikiliza, dhambi ni ugonjwa. Dhambi, uovu wowote, dhambi yoyote ni ugonjwa. Umetenda wewe, umesababishiwa, umejikuta tu umefanya, ni ugonjwa. Kama Paulo alivyosema kwenye waraka wake kwa Warumi sura ya 7 mstari, hebu tuangalie Warumi sura ile ya 7 mstari wa 17 na 19. Anasema Warumi sura ya 7 mstari wa 17 na 19. Waraka kwa Warumi sura ya 7 mstari wa 17 na 19. 17 anasema hivi: basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nitendalo. Basi sikia nikwambie, Paulo anasema kwamba kutaka kufanya lililo jema, kufanya yaliyo mazuri anataka, na anafanya, na anajaribu kufanya, lakini anajikuta tu anafanya yaliyo mabaya. Kwa sababu anasema kwamba sio mimi, ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Dhambi kikaa ndani ya mtu, uovu kikaa ndani ya mtu, kwa namna yoyote ile, nimesema uwe kwa kusababishiwa ama kwa kujitakia mwenyewe, ni ugonjwa. Na ugonjwa ukiingia ndani ya mtu unakulazimisha kufa. Ugonjwa ukiingia ndani mwa mtu unakulazimisha kufa. Nataka tukuombee nguvu ya wokovu wa Bwana. Kama kuna dhambi, kama kuna uovu, kama kuna vifungo vinavyokulazimisha kufanya mabaya, tunataka tukuombee nguvu ya wokovu wa Bwana. Ikiingia ndani yako, inageuza, inakugeuza, inabadilisha. Ule uovu unaondoka ndani yako na unaweza kufanya lililo jema. Kinachotakiwa ni wewe kukiri nguvu ya wokovu wa Bwana ndani yako. Zakayo anasema ya kwamba hata nusu ya mali yangu mimi nakurudishia. Anakiri. Yesu anamwambia leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Na mimi nasema na wewe leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakuja kwako asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya neno lako uliloliachilia kwa ajili yangu, kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza. Bwana, nami nasimama kwako kumuombea. Baba, nawezekana huyu anayenitazama, anayenisikiliza, maisha yake ni kama vile yale ya Zakayo, ni kama vile yale ya Paulo mtume kwenye waraka wake kwa Warumi sura ya 7 ile aya ya 18 na 19 ambayo tumeisoma, ya kwamba anatamani kutenda lililo jema, lakini hawezi kutenda kwa sababu ya nguvu ya dhambi iliyoko ndani yake, kwa sababu ya nguvu ya muovu shetani iliyoingia kwenye moyo wake, kwenye mwili wake, imekamata. Na kwa sababu imekamata mwili wake, inamlazimisha, inamkokota kwenye mabaya. Nami namuombea asubuhi ya leo, nguvu ya wokovu wako Bwana iingie ndani yake, kama ulivyomwambia Zakayo kwamba leo wokovu umeingia nyumbani mwako. Nami namuombea leo, Baba, kwenye moyo wake, nguvu ya wokovu wako iingie, nguvu ya wokovu wako iingie, nguvu ya wokovu yako iingie, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ile nguvu ya muovu, ile nguvu ya shetani inayomlazimisha kutenda mabaya, inayomkokotesha kwenye hiyo tabia ambayo haitaki, lakini hiyo nguvu inamkokotesha kwenye hiyo tabia anafanya, tunakemea kwa jina la Yesu. Tunavunja kwa damu ya Yesu, tunavunja kwa damu ya Yesu nguvu ya maovu, nguvu ya uovu, nguvu ya ibilisi, toka ndani yake katika jina la Yesu. Achia moyo wake, achia mwili wake, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kama uovu ambao umefanyika, uovu ambao umejikuta ameufanya, umesababisha madhara kwenye mwili wake, kuna magonjwa anayapitia, kuna mateso anayapitia, kuna vifungo anavipitia, hivi vifungo kwa jina la Yesu achia, achia leo, achia leo, achia leo, achia magonjwa, achia vifungo vya nguvu za giza, achia katika jina la Yesu. Achia huyu mtu, huyu ni mwana wa Mungu, huyu ni mwana wa Ibrahim, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, achilia wokovu wako. Baba, lete wokovu wako. Baba, lete wokovu wako ndani yake. Bwana, umfungue katika hivi vifungo na katika haya mateso, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, amen. Sema, Bwana Yesu, ninakiri ndani ya moyo wangu ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na ninakuomba wokovu wako ingie ndani yangu leo, katika jina la Yesu, amen. Endelea kuishi maisha ya wokovu na ukiri wokovu wa Bwana ndani yako. Amini wokovu wa Bwana umeingia ndani yako. Usiache kufuatilia kwenye Facebook, nimeandika ujumbe kuhusu wokovu wa Bwana. Ingia kwenye Facebook, andika Emmanuel Mzambi kwa herufi ndogo, utakuwa unapata akaunti yangu. Mungu akubariki sana.